Mtazamaji wa Tanzania ITV mahali popote ulipo, kabla nikuletee habari hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, na kuomba uchukue sekunde moja tu ubonyeze patoni ya subscribe, washe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Kuna habari ambazo tumezipata ambazo ni za kutisha, hasa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Vile tumepata taarifa ni kwamba vita vimeweza kulipuka tena Ikulu Chamwino kati ya Samia Suluhu Hassan na makamu wake Emmanuel Nchimbi. Naomba tusikize vile Nchimbi ambaye ni makamu wa rais anazungumza. Vita vikali vimeweza kulipuka Tanzania baada ya Nchimbi kumpiga spana Samia kwa kichwa kuhusiana na uongozi na kusema hafai kuwa rais wa Tanzania. Tusikize Emmanuel Nchimbi. Iongozwe na mtu mkweli, mtu mwadilifu, mtu anayependa nchi yake, mtu ambaye mali ya taifa itabaki kuwa mali ya taifa na yuko tayari kutumia nguvu Vile umetegea, kama ulikuwa makini sana, umesikia nani anamlenga wakati anasema ya kwamba Tanzania haistahili kuendeshwa vile inaendeshwa, kwa sababu amesema yeye mwenyewe Tanzania inastahili kuongozwa na mtu mkweli, mtu mwenye ukweli, sio huyu kwa kudanganya mafuta kwamba yamepanda eti lita moja kule Marekani ni $8,000. Ukibadilisha hizo hela hapa Tanzania, lita moja kule Marekani ingeuzwa shilingi milioni 20. Hiyo ni ukora. Amesema tena Tanzania inahitaji mwadilifu, mtu anayependa nchi yake, mtu ambaye mali ya taifa yatabaki kuwa mali ya taifa na anatumikia nchi yake. Lakini angalia sasa, Samia Suluhu Hassan, mali ya taifa tuseme kama rasilimali hii, hifadhi ya Ngorongoro ameuza, ameweka mikataba mingi ya kuuza rasilimali za Tanzania. Ndio maana Emmanuel Nchimbi amelipua vita kali dhidi yake na Rais Samia Suluhu Hassan wakati anasema Tanzania inastahili kuwa na kiongozi mwadilifu, mtu anapenda nchi yake, mtu ambaye mali ya taifa yatabaki kuwa mali ya taifa wala sio kuuzwa, na mtu ambaye yuko tayari kuitumikia nchi. Vita hizi hazijaanza sasa hivi kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan, na kwa kusema ukweli sitaki kurudia yale ambayo nimekuwa nikizungumza katika platform hii ya Tanzania ITV. Lakini Emmanuel Nchimbi mara mingi hatumiki sana na Samia Suluhu Hassan. Unapoona mikutano mingi, Samia huwa anatembea na anamtuma Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu, anamtumia Jakaya Mrisho Kikwete, anamtumia Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari kuanzisha miradi ya maendeleo, kufanya kazi za serikali katika sehemu mbalimbali humu nchini Tanzania ikilinganishwa na Emmanuel Nchimbi. Kumaanisha hawa viongozi wawili hawakubaliani, hawa viongozi wawili hawaendi pamoja. Na niliweza kuwaeleza yale ambayo Emmanuel Nchimbi alizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 104 tangu rais wa kwanza kuzaliwa Julius Kambarage Nyerere. Alizungumza mambo mengi yakaandikwa katika gazeti la serikali ambalo linaitwa Habari Leo. Kisha baada ya kuandikwa yaliweza kufutwa, kumaanisha amri ilitoka Ikulu Chamwino kwamba hayo yote ambayo yamezungumzwa na Emmanuel Nchimbi yaweze kuondolewa kutoka gazeti la serikali, kumaanisha hatakiwi. Kuna vita ambavyo vinaendelea kati ya viongozi hao wawili. Tutaliponya taifa letu kivipi ikiwa tuko na vita vikali? Sasa hivi Tanzania inapitia changamoto za hapa na pale za ukosefu wa hela. Sahihi tuko na
trilioni 110 kama deni hatujalipa, misaada iliweza kusimamishwa. Ni kwa sababu tunalazimishiwa uongozi na Samia Suluhu Hassan ambaye aliamua kujichagua yeye mwenyewe, akajiabisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi na katika uwanja wa kijeshi, na wananchi sisi wa kawaida hatukuruhusiwa kuhudhuria uapisho wake kwa sababu anaelewa aliweza kujitangaza, akaandikisha rekodi mpya ambayo haijawahi andikishwa katika historia ya Tanzania, kwamba rais anapata 98% ya kura ambazo ziliweza kupiwa, milioni 31.7. Hakuna chochote kama hicho tangu hata Magufuli ndiye alijaribu akafikisha milioni 12 wakati wa uchaguzi na alikuwa kipenzi cha Tanzania, lakini huyu mwingine ambaye Muislamu hakuwa amepigiwa kura, jambo ambalo liweza kusababisha taharuki kutanda, watu kuuawa hapa na pale, vyombo vya dola kupiga watu marisasi, na hata ripoti anateua tume iende kuchunguza maafa, hawataki kutoa ripoti. Yani uongozi ambao tunalazimishiwa sasa hivi ni wa Samia Suluhu Hassan, lakini vile inaonekana Emmanuel Nchimbi atawania kiti cha urais mwaka 2030. Ndio maana ameanzisha kupambana ili kuhakikisha ya kwamba anapata umaarufu mkubwa, kuhakikisha ya kwamba Watanzania wanamchagua katika uongozi soko kiti cha urais ifikapo mwaka 2030 wakati uchaguzi utakapoandaliwa nchini Tanzania. Na ameonekana kuwa mkweli kwa sababu yeye hajajitokeza kusema ya kwamba Tanzania iko na usalama, Tanzania hakuna watu waliuawa vile hao wengine wamekuwa wakisema. Ndio maana sasa hivi hapendwi. Wameenda kutafuta njia ya kumng'oa mamlakani, lakini katiba yetu hapa Tanzania hairuhusu makamu wa rais kung'olewa, na imefika wakati Tanzania inastahili kuwa na katiba mpya. Ni jambo ambalo Samia Suluhu Hassan amekuwa akilazimishwa. Hata mahakama ya kushughulikia haki za binadamu Afrika iliweza kutoa amri kwamba Samia Suluhu Hassan ashughulike ndani ya miezi 12, mwaka mmoja, hakikisha ya kwamba Tanzania iko na sheria, iko na katiba mpya, tuachane na kutumia ile ya kiimla ya kiudikteta ya mwaka 1977 ambayo sasa hivi inasema eti mtu akitangazwa kuwa rais hamna yeyote ambaye anaenda mahakamani kupinga. Ndio maana anatumia fursa hiyo, lakini liwe liwe Watanzania wamekataa. Na hata niliona kule bungeni kuna mbunge aliweza kunifurahisha hiyo jana, akazungumza akasema imefika wakati katiba ya Tanzania inastahili kubadilishwa, tuwe na katiba mpya, kwa sababu hayo ama katiba mpya itakuwa mali ya Watanzania, sio mali ya mtu binafsi, vile ile yenye ipo ni ya mtu binafsi yule ambaye yu mamlakani. Kwa hivyo uongozi wa Samia Suluhu Hassan umetingizika kidogo ikilinganishwa na vile aliweza kuachiwa mamlaka na aliyetutangulia mbele za haki John Pombe Magufuli. Ndio maana tunaendelea kushuhudia taharuki tofauti kati ya viongozi hawa, lakini sijui ikiwa Emmanuel Nchimbi atasimama na Samia Suluhu Hassan, nani atachaguliwa kuwa rais mwaka 2030. Na unajua sasa hata hiyo kufika mwaka 2030 tunashindwa kama itawezekana, kwa sababu sasa hivi mwanaharakati Mange Kimambi ambaye anaishi kule Marekani aliweza kutangaza mwaka ujao, mwaka 2027 lazima kitanukishwa baada ya AFCON kufika Tanzania. Itakuwa njia ya kufungua mlango wa kuandamana kuhakikisha ya kwamba tumefaulu kupata katiba mpya, tume ya uchaguzi kubadilishwa na hata rais kubadilishwa, ama uchaguzi ukaweze kuandaliwa, kwa sababu wakati huo Samia Suluhu Hassan hatakuwa na uwezo wa kufunga mitandao, hatakuwa na uwezo wa kuzima nguvu za umeme. Ni jitihada ambazo zinaweza kufanikishwa wakati huu wa AFCON ili isimame, maandamano ya tande humu nchini kuhakikisha ya kwamba tumepata uongozi mpya ambao unalinda haki za binadamu, ambao unalinda wanaharakati, ambao unalinda wanahabari, ambao unalinda na kuleta uwazi hasa katika taifa letu la Tanzania. Lakini ni jambo ambalo tunafikiri tunaliongoja tuone kama litaweza kufaulu, lakini kufikia sasa Emmanuel Nchimbi ameonekana kuendelea kutofautiana na Samia Suluhu Hassan. Naomba kutamatishia hii kanda hapo, tukutane baadaye kwa kanda nyingine, nitakueleza mengi ambayo tutayapata. Ikiwa haujasubscribe, chukua sekunde moja mwisho subscribe kwa kubonyeza batoni ambayo imeandikwa subscribe hapo chini, na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Asanteni sana.